Manufaa ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umeleta manufaa mbalimbali yakiwepo kupunguza msongamano kwenye shule za msingi za Mji Mwema na Sinai, kuwapunguzia wanafunzi umbali wa kutembea kufuata huduma za masomo kutoka kwenye makazi yao, kuboresha ufaulu kutokana na kupunguza umbali wa msongamano wa wanafunzi, uwepo wa majengo yote muhimu na mazuri kwa ajili ya kujifunzia na kufundishia. Hatari ya jengo kuchelewa kwa sababu liko barabarani, na pale pale kwamba miradi ya wakati mwingine inakuwa ni kero. Lakini la pili tena, simamia malipo ya makandarasi, hela zao wapate kwa wakati, na kama iko sababu ionekane ni kwa sababu gani watu hawajaribu. Changamoto ilikuwa upande wa ununuzi wa material. Pia tumeanza mradi kipindi cha masika, mvua ilikuwa inanyesha, tulikuwa tunaanza kuchimba mashimo, muda mwingine yanabomokea, kwa ilikuwa changamoto kubwa. Kwa sasa ni 70% na tunategemea kwamba tuliobakiza tunaweza kumaliza hii kazi kwa wakati. Leo tarehe 28 mwezi wa kwanza 2026, kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Njombe imefanya ziara katika halmashauri ya mji wa Njombe kwa ajili ya kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Miradi iliyotembelewa ni miradi yenye thamani ya bilioni 1 na milioni 400 kwa ujumla wake. Tumetembelea Kifanya, mabweni mawili, na tumetembelea Kibena, jengo la OPD katika hospitali yetu ya Kibena, jengo la ghorofa, lakini pia tumetembelea shule ya msingi Lunyanywi katika mradi ambao umejumuisha madarasa 3 na jengo la utawala. Lakini nipongeze sana Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla kwa kutoa fedha ambazo zimeweza kuwezesha hii miradi. Hii ni baadhi ya miradi ambayo imetembelewa, lakini miradi inayotekelezwa ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe ni miradi mingi. Nitumie nafasi hii pia kuwapongeza wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya chini ya mwenyekiti wa CCM wa wilaya kuja kutembelea na kukagua utekelezaji wa ilani. Wanatusaidia kutukumbusha na kutusukuma ili utekelezaji wa ilani uweze kutekelezwa vile inavyostahili, lakini pia na miradi iweze kufanyika katika thamani ambayo kila mradi iweze kuonekana. Katika kutembelea miradi tumetembelea pia mradi huu ambao nimezungumzia wa ujenzi wa ghorofa pale Kibena hospitali. Nitumie nafasi hii kuipongeza kamati, lakini ule mradi kwa ufupi umekuwa ukisuasua sana. Alipita pale naibu waziri upande wa afya, lakini kamati ya fedha tulipita, lakini tunaona angalau leo kuna matumaini ya kuonyesha kwamba spidi imeongezeka. Sasa kwa kadri ya ahadi ya mkandarasi pale Kibena, ameahidi tarehe 8 mwezi wa pili 2026 watakuwa wamekamilisha sehemu hiyo ya kwanza ya mkataba. Rai yangu ni kuomba wahakikishe kweli tarehe 8 mwezi wa pili 2026 wanakamilisha ili kuleta tija. Maagizo ambayo yametolewa na chama kuhakikisha pale lile jengo linakamilika kwa wakati. Lile jengo linahitaji fedha zaidi. Tunategemea mheshimiwa mbunge wetu kwa jitihada alizozifanya kupata milioni 900, hivyo itafanyika ili kupata fedha nyingine kwa ajili ya kumalizia ule mradi. Lakini katika ziara hii tumeaswa na wameaswa hasa watumishi upande hasa wa wahandisi kuhakikisha majengo yawe na ubora. Na mimi nitoe wito kama mwenyekiti wa halmashauri, majengo yetu ya halmashauri ya mji wa Njombe chini ya injinia wetu ambaye tunaye na wasaidizi wake kwa kitengo hiki cha uhandisi kuhakikisha kwamba majengo yanakuwa na ubora. Hatupendi na kuona madarasa majengo vizuri, lipo mipigwa vizuri, lakini mpakaji rangi tu anavopaka unakuta anadondosha rangi na kuchafua sakafu chini. Hicho kitu hatutaki. Kamati ya fedha pamoja na wataalamu hapa tulitembelea jengo la St. Nathan Mtewele Hospital. Tumeona ubora wa ile jengo na wataalamu waliona, na tukaagiza majengo yetu ya halmashauri ya mji wa Njombe tunataka yawe na ubora kadri tulivyotembea ile hospitali. Kwa wito wangu ni waombe sasa wahandisi kuhakikisha ubora wa majengo unakidhi haja, na kadri ya kamati ya siasa ilivyopita kukagua, basi watakapokuja safari nyingine waone sasa kuwe na mabadiliko. Sina mashaka na utendaji
wa kazi wanazozifanya, lakini tunasisitiza ubora wa majengo, kuhakikisha kwamba yanakaguliwa kabla ya malipo, mafundi wahakikisha wanajenga kwa ubora.